Uchaguzi inakuja mwaka wa 2027. Tafadhali members, uchaguzi yuaja mwaka 2027. Na nataka kuomba vijana naomba vijana, sisi ndio tunatumika na sisi ndio tuko na nguvu na sisi ndio tumesoma. Tuache hizi vyama ambayo hajali vijana. Angalia ile chama ambayo inakujali, ingia hapo ndani. Kama chama haikujali, toka hapo kwa hiyo chama, enda kwa chama ambayo inakujali. For example, mimi kama mwana Jubilee, nimepigania Jubilee, nimetetea Jubilee, lakini unapata Jubilee wanapea mtu ambaye ni youth leader, mtu ambaye anazungumza mbele ya watu. Hata kwa matanga ya mtaa hawezi zungumza. Hawezi tetea chama ya Jubilee. Bado ikifika saa ya kutetea, wao mjukuu kwa wapi tetea chama? So mimi natetea chama silipwi. Natetea chama cheo sipewi. It is high time my friend. Sitaki kudanganya watu. Hizi vyama kubwa na katelo. Uhuru anapanga vijana, mjinga mwingine ambao kwa chama ya Jubilee anapanga wanawake zake. Hatuwezi kubali. The same na UDA, the same na ODM. Kuna watu ambao wabagua tu vijana wanatengwa. Vijana kama hii chama ikufai, kama mimi naona Jubilee, kuna mahali anaenda wa yangu na Jubilee naenda tunaenda kuachana Jubilee. Kama sikiki kwa Jubilee, hiyo ndio anavunja na hao bibi wengine tulikuwa naenda mahali naenda. So Sonko imekuja, siwezi kufuka kwa chama ya malaya kabisa. Siwezi my friend. Jubilee ODM nitakuja kama John ndio party leader. Bado kama John sio party leader siwezi kuja. So mimi nasema hivi, tuangalie zile vyema. Angalia kama huyu mwingine amekunyata Wakamba, anasema mimi ni chama ya Wakamba. Kwani Wiper ni chama ya Wakamba wapi? Kama uwezi tetea Wakamba, hiyo chama ikusaidii. So vijana, uchaguzi wa 2027, hata kama Ruto atarudi, to make sure tuko na wabunge 160, wabunge ambao ni vijana. Hiyo ndio kitu tupiganie. Tutafute wabunge na senators. Tukipata senator 30, wabunge 160, tuko safe. Tukipata MCS kila county 2020 ama 30 tuko safe kila county. Inamaanisha kwamba tuko majority hapo mbele. So tutafute vyama ambavyo itatufanya tukue na nguvu katika kwenye parliament. Hata kama Ruto anachaguliwa, lakini akileta bili Ojinga tunamwambia msemaji rais, hii Kenya sio yako, fuata yetu. Kwa sababu wabunge ambao tunalo ni wabunge ambao ni malaya tu. Wakifika kwa parliament wananunuliwa. Then wakikuja hapo wanaanza kulia na sisi. Unalia na sisi na wewe nyinyi ndio wapitisha sheria. Wewe umeona na Ruto akaenda kwa parliament kupitisha sheria. Hapitishi. Anaonga hao malaya. Then wanakuja kulia na sisi. Hakuna Ruto hajawahi pitisha sheria. Mbona serikali Ruto ni mbaya? Wabunge ndio mbofu. Wabunge. Kwa sababu hao wabunge wananunuliwa na Ruto, then wanakuja kusema sisi tunasema Ruto sio mbaya. My friend, Ruto sio mbunge. Ruto ni president. Na kuna sheria ambayo Ruto anasema lazima ipitishwe kwa lazima. So hawa jangili au washughulisha ambao tunachagua ndio wanatusumbua hapa Kenya. Kwa hii parliament ya 13 ya hii ya 12 ni imetuuza sana. Parliament ya Kinorengo, wewe ulikuwa unaona vitu kama jinga hizi, haingekuwa kwa sababu wanasimama na wananchi. So mbunge wako, angalia mbunge wako, angalia mbunge parliament nini amepitisha. So 2027 tuchague wabunge ambayo wako na akili timamu ya kutetea mwananchi. So tunataka accountability. Na accountability vijana, na warai, usidanganywe kwamba wewe unaachia mtu na wewe ni popular kwa ground kwa sababu unachukua milioni 2, milioni 5. Enda kwa debe, uchaguliwe, utetie Kenya. Tuache kununuliwa. Nimetengeneza ground, mtu ananiletea 50 milioni, si chukui. Mimi naenda kwa debe. So na tunataka mambo ya kurekebisha Kenya. So uchaguzi ambao inakuja, ndugu zangu, tutafute chama. So nataka kuambia Wakenya, jana mngesikia Johnson Muthama aliyekuwa senator wa Machakos. My friend, Kalonzo kuna mahali anaenda. Gachagua kuna mahali anaenda. Kwa sababu Muthama ameambia bwana, Kenya hii uwezi chagulia na kura ya Mkikuyu peke yake. Kenya hii uwezi gawa viti capital city, then mna expect Mkenya amuke kwake atakuja kupigia kura. Bana, mimi naambia Wakenya, kama kuna tambia kwa debe na kuna Matiang'i, naomba kwa nyenyekevu turudishe Ruto, tuumie. Tutafuteni kule mbele. Kwa sababu hatuwezi kubali upusi. Mimi ninasema ule kiongozi ambaye inaweza badilisha Kenya hii natembea. Kwa sababu natembea najua Kenya ambayo nataka kufanywa. So lazima tuzungumze kweli. Jambo langu ya mwisho, Mheshimiwa Spika.